kuna bwawa linaitwa Katubuka. Hili bwawa liko miaka yote tangu tumezaliwa, halikuwahi kufurumia kiasi kile, lakini wataalamu wetu walitengeneza mitaro wakaelekeza maji yote ya mji kwenye hilo bwawa. Sasa hivi limebadilika, limekuwa ni bwawa ambalo linaleta mafuriko kwenye mji wetu wa Kigoma. Sasa kuna mtu alikuja kutudanganya, sijui alisema ni uongo au ni ukweli, akasema Dr. Samia Suluhu Hassan ameelekeza bilioni 4 kwa ajili ya kwenda kutengeneza mtaro wa kuyatoa maji pale Katubuka. Na tukamwona mkandarasi anaanza kazi, na mimi nikaenda kuitisha mkutano, nikasema mnaoiona kazi ya mama. Baada ya mwezi mmoja na nusu mkandarasi ametoa vifaa vyote, anasema hana hela. Nikamuuliza shida ni nini, akaniambia pesa nilizokuwa nazitumia kujenga hapa ni pesa ambazo nilipewa kwa ajili ya barabara ya kutoka Katonga kwenda Ujiji. Sasa barabara ile inatakiwa kuisha na hapa siwezi kuendelea kwa sababu hela za huu mtaro sijapewa. Mzee wangu Shemdoe, nisaidie. Na mimi ni mmoja kati ya mashabiki wako na kukubali, unatusikiliza, tunakuheshimu, unatuheshimu, na hata 2030 ukichukua fomu yoyote tuko nyuma yako mzee wangu. Asante. Ni kweli kwamba kwa namna moja au nyingine ninapokuwa naongea bungeni natumia sauti kubwa, na hiyo ndo namna ambavyo naweza kupresent, na ndo nilivyozoea. Kwa mtu mwingine anaweza akasema bali mbona kama anafoka muda wote, anatumia nguvu, lakini unapoomba jambo kwa ajili ya wananchi wako, nadhani ni vyema kutumia punch ambayo mwananchi mwenyewe akisikia anaona kabisa huyu mbunge wangu jambo hili linatoka moyoni. Kwa hiyo ndio maana huwa natumia nguvu kwenye namna ninavyoongea, lakini ndivyo nilivyoumbwa. Hata ukiangalia mikutano yangu ya hadhara, namna nilivyokuwa naongea, nilikuwa natumia sauti ambayo ina nguvu kwenye swala la kuongea. Jimbo la Kigoma mjini tulipata ufadhili wa nchi ya Belgium mwaka 2018, mimi nikiwa diwani 2018. Belgium walikubali kutujengea kilomita 42 za barabara za pavement blocks ambazo zingeenda kufuta shida yote ya barabara katika jimbo la Kigoma mjini. Lakini mpaka leo hakuna kinachoendelea, na mkandarasi alikuwepo, upembuzi yakinifu ushafanywa na kila kitu. Juzi nilienda kwa Shemdoe kwake, nyumbani kwake, sikumkuta. Nilienda kwake sikumkuta, nikaenda nikaniuliza hata shemeji yangu naye sikumkuta. Nikakuta watoto wake maana niliona sura zinafanana na Shemdoe mtupu, nikajua ni watoto wake. Lengo nilikuwa nataka nikakae na Shemdoe tuongee kifamilia kuhusiana na barabara za Kigoma mjini. Jimbo la Kigoma mjini ndio jimbo la mjini ambalo lina barabara za vumbi kuliko jimbo lolote duniani, sio Tanzania, dunia nzima. Nataka nikuhakikishie, ukienda kata ya Mwanga Kaskazini kuna barabara inaitwa barabara ya Serengeti ambayo inaunganisha kata ya Mwanga Kaskazini na kata ya Gungu. Hiyo barabara ina makorongo ambayo ukifika Mheshimiwa Waziri Mkuu utasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ukienda kata ya Buzebazeba kutokea uwanja wa Lake Tanganyika, ukipita barabara hiyo ambayo inaenda kuconnect mpaka soko la Buzebazeba, ina connect kata ya Rusimbi, ina connect kata ya Kasingirima, ina connect kata ya Majengo, ina connect kata ya Machinjioni. Barabara zote hizo ni vumbi tupu. Ifikia hatua mtusaidie watu wa Kigoma, na sisi tupate barabara ambazo zitaenda kuchochea maendeleo ya mji wetu. Leo hii tunaenda pale na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nadhani kesho kutwa, kwenda kukutana na wafanyabiashara kutoka Kongo, Burundi na sehemu zingine tofauti tofauti. Wanaenda kuona aibu iliyopo pale Kigoma mjini. Wanaenda kushuhudia barabara za vumbi zilizotaradadi pale ndani. Na hawa watu wakishaona hizo fursa, baadaye wataanza kuzinunua nyumba za wapiga